Na ndugu mtangazaji, kwa jina naitwa Samuel Ahadi Mshote, ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mbolea Tanzania au Tanzania Fertilizer Company TFC. Hii ni kampuni ya serikali ambayo inamilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano na ni kampuni ambayo ipo chini ya Wizara ya Kilimo kisera kwa ajili ya kushughulika na swala zima la biashara ya pembejeo na mbolea ikiwemo. Kwa upande wetu sisi kampuni ya mbolea TFC tumejipanga vizuri kwa msimu huu wa kilimo kuhakikisha kwamba mbolea zinapatikana. Kama mnavyokumbuka, tayari kipindi cha mbolea, mahitaji kwa ajili ya mbolea za kupandia mazao tumekwisha kufanikiwa kukipita, kwa maana kwa Tanzania ni ile miezi ya Septemba, Oktoba mpaka tulipo hivi sasa. Na niseme tu kwamba tunawashukuru wakulima wote wa Tanzania kwa kuwa kampuni ya mbolea Tanzania au TFC mbolea bora ilifanikiwa kuingiza hapa nchini kiasi cha mbolea za kupandia aina ya diammonium phosphate tani 50,000. Hii ikiwa ni takriban 60% ya mbolea zilizotengwa zilizokuwa zikihitajika kwa serikali ambayo ilitenga kwa mwaka huu DAP tani 97,000 na TFC imeingiza nchini tani 50,000. Mbolea hizi zimeweza kusambazwa katika mikoa yote ya Tanzania, hususan mikoa ile ya kilimo, ile ya nyanda za juu kusini, ile mikoa 11 yote, na TFC ilihakikisha kwamba inatumia business model ya kuwafikia wakulima wote, hasa wale wa pembezoni, kwanza kwa kupeleka mbolea kwenye vituo vyetu vya mauzo ambavyo viko maeneo hayo, lakini pia tulihusisha mawakala. Tuliweza kusajili mawakala ambao wamethibitishwa na serikali kupitia mamlaka ya mbolea, na hao tumefanya nao kazi kuhakikisha mbolea hizi zinawafikia wakulima wote hapa nchini. Lakini pia tumekuwa na zile magari yale yanayotembea ya tani 10 ambayo tumeyastation kwenye mikoa ile ya Mbeya, Sumbawanga, kule Ruvuma, Songea na Morogoro, ambayo pia inasaidia tani 10-15 mifuko michache inakwenda kwa wakulima kwenye maeneo ambayo wakulima wamejikusanya kwa wingi, ili kuweza kurahisisha kumfanya mkulima aweze kuipata ile mbolea, asitembee kilomita nyingi. Na tunakwenda kwenye maeneo ambayo kuna wakulima wengi kwa kushirikiana na halmashauri zetu, lakini pamoja na serikali za mitaa, na tunawatambua wale wakulima waliosajiliwa maeneo hayo na kuwafikishia mbolea kwa karibu na kuweza kuzinunua. Kwa hiyo tumejipanga hivi sasa, baada ya kukamilisha msimu wa nyanda za juu kusini, sasa kuna misimu mingine midogo hii ya mikoa ya kaskazini, hasa Kilimanjaro na mikoa kama mkoa wa Mwanza na Tarime, ambao kwa kipindi hicho wao pia ndio wako kwenye kipindi cha kupanda. Kwa hiyo wakulima wa mikoa ya kaskazini, Manyara, Moshi, Kilimanjaro pamoja na Arusha, na sisi tunawahakikishia mbolea aina ya diammonium phosphate, mbolea ya kupandia mazao, virutubisho vya kupandia mazao. Mbolea hizi tunazo, zipo na zitawafikia, na tunaendelea sasa kusambaza mbolea ya urea. Hii ni mbolea ya kukuzia mazao ambayo inasaidia kufanya virutubisho vya mazao viweze kuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo na mbolea hizi tunazo, tumeshaanza usambazaji, tulishaingiza nchini mbolea takriban tani 26,000 na zinaendelea kusambazwa kwa wakulima. Kwa hiyo tumekwisha jipanga vizuri kuhakikisha kwamba upatikanaji wa mbolea hapa nchini kwa wakulima wote. Sisi kampuni ya mbolea hizi tunaamini kabisa sasa zimeshaanza kuwafikia wakulima, na mbolea zitaendelea kusambazwa na wakulima wakae mkao ambao ni wa kusubiria mbolea hizi, lakini pia tutahakikisha tunawafikishia kule ambako mbolea hizi zipo. Lakini kampuni ya mbolea haitaishia tu kwenye kununua na kuuza. Tuna mipango mbalimbali ya kuhakikisha kwamba kampuni hii pia inashiriki kwenye kuzalisha. Tayari kampuni ya mbolea iko katika hatua za mwisho za kusimika mtambo wa kuchanganya mbolea, tunaita blending fertilizer facility, mtambo wa kuchanganya mbolea unakaoendana na afya ya udongo ya maeneo mbalimbali hapa nchini kwetu, na tuko katika hatua za mwisho za kukamilisha installation au ufungaji wa mitambo hiyo. Na niwahakikishie tu ndugu wa Tanzania, mtambo huu utakuwa ukichanganya mbolea kuendana na afya ya udongo ya maeneo tofauti tofauti, au zile mbolea ambazo zimechanganywa, na pia tutaweza pia kufungasha katika ujazo mdogo mdogo
mbolea nyingi zimekuwa zikionekana zina kilo 50, lakini sasa mtambo huu utasaidia kuweza kwenda kwenye zile kilo ndogo ndogo ambazo wakulima wengi wamekuwa ni kilio wakizifuatilia, kilo 5, kilo 10, kilo 20. Kwa hiyo tutakuwa na uwezo wa kufungasha hivyo, na mbolea hizi ndugu watangazaji, zitauzwa kwa ule utaratibu wetu wa mbolea zenye au pembejeo zenye ruzuku ya serikali. Kwa hiyo tumejipanga katika kipindi cha muda mfupi hichi tutashiriki kwenye kununua na kuuza, lakini tunakwenda kuchanganya mbolea na zitazoendana na afya ya udongo, lakini tunaongea pia na wadau mbalimbali wawekezaji, hasa private sector, kuhakikisha na sisi kama TFC tunashiriki kuhakikisha nchi yetu inakuwa na kiwanda cha kwake hapa nchini kwa ajili ya kuzalisha mbolea. Tunazo resources au rasilimali ambazo zinaweza zikachagiza kuzalisha mbolea. Tunafahamu kwamba tunayo madini aina ya phosphate. Madini haya yanatumika zaidi kwenye kuzalisha mbolea za kupandia mazao, lakini pia tunayo gesi pamoja na makaa ya mawe. Kwa hiyo tuko katika mazungumzo na taasisi au private sector ili kampuni ya mbolea ya serikali na yenyewe ingie kwenye kuanzisha viwanda ambavyo tutasaidia kupunguza fedha za kigeni zinazotumika kwa wingi kuagiza mbolea hizi, lakini tutasababisha ajira hapa nchini, ajira kwa vijana wetu, na ndilo hasa ambalo hata rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akilizungumza na akituelekeza, na sisi tutaahidi tutamwangusha kupitia uongozi wa Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Waziri Daniel Chongolo pamoja na Katibu Mkuu Gerard Mweli. Tayari tuna maelekezo hayo na tayari tumeshawapata baadhi ya wawekezaji, na tunaahidi tutakwenda kufanya hiyo kazi. Asanteni sana.